Wagombea walikuwa wawili kwenye nafasi ya ukatibu, ambaye wa kwanza alikuwa Athmani Gereza na mgombea wa pili alikuwa Pipino Sudi Pipino. Hao ndio wagombea wa nafasi za ukatibu. Kura zilizopigwa ni 37. Kura zilizoharibika, hakuna kura iliyoharibika. Athmani Gereza amepata kura 17. Pipino Sudi Pipino amepata kura 20. Kwa idadi ya kura hizi zilizopigwa, mshindi wetu kwenye kura za ukatibu ni Pipino Sudi Pipino. Tunakwenda kwenye nafasi ya uwenyekiti. Waliopiga kura ni 37. Kura waliogombea ni Consolata Modest Luiza, Juma Abasi Mwengamno ambaye alitangaza kujitoa hatua za mwisho, na Lazarus Anosiese wa Kiposia almaarufu Zimwi. Kura zilizopigwa 37, kura zilizoharibika hakuna, lakini bado watu walikuwa na imani na Juma Mwengamno, walimpa kura 2. Aliyefuata Consolata Modest Luiza amepata kura 11, na Lazarus Anosiese wa Kiposa, utanisamehe nikikosea jina lake, maarufu Zimwi, amepata kura 24. Kwa mujibu wa kura zilizopigwa, wa Kiposa anaongoza kwa idadi ya kura 24. Hatimaye na mwenyekiti ndio mimi hapa. Kwa mimi kwanza niwaombe wenye viti. Leo tumechaguliwa, wametuchagua kuwaongoza. Nachohitaji kwa wenye viti ni umoja. Umoja na upendo. Lengo la kutengeneza umoja huu, wenye viti kuwa karibu na serikali kuu, wenye viti kupokea maelekezo kutoka serikali kuu. Hii itakuwa ni rahisi sana, na ndio maana tumetengeneza huu umoja, kwamba pale ambapo mkuu wa mkoa akiwahitaji wenye viti wanapatikana kirahisi. Lakini pia umoja huu tunataka kusaidiana. Wenye viti wana shida mbalimbali, mwenyekiti anapopata shida, kwa umoja huu wote tunaweza kumsaidia. Na mimi tena niombe serikali kuu, baada ya kuchaguliwa, tunaomba Mheshimiwa Rais, mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan, wenye viti hawa wanafanya kazi kubwa sana, wanafanya kazi kubwa mno. Tunaomba kutufikiria wenye viti waweze kupata mshahara, hata kama sio mshahara, basi posho ya kueleweka, kwa sababu mwenyekiti huyu yuko na mtaa muda wote, masaa 24. Wetu wa TAMISEMI wametupangia siku 2 kuingia ofisini, lakini mwenyekiti muda wote anafanya kazi. Akiwa nyumbani, wananchi wanakwenda kufuata nyumbani, akiwa ofisini, wanakuja kufuata ofisini, lakini mwenyekiti huyu hana mshahara. Naomba Mheshimiwa Rais, kama unatusikia, tufikirie wenye viti wa mitaa tuweze kupata posho ya kueleweka au mshahara. Nitashukuru sana Mheshimiwa Rais kama utatufikiria sisi wenye viti. Huku chini tunakuwakilisha vema. Pipino Sudi Pipino kupata ushindi na ushindi wa kishindo kwa viongozi wenzangu wenye viti kutoka katika wilaya mbalimbali za Dar es Salaam kunichagua kwa kuniamini kuwa katibu mkuu wa wenye viti mkoa wa Dar es Salaam. Kimsingi na kwenda kuwa mtendaji mkuu. Moja kati ya majukumu yangu ni kwenda kuhakikisha kwamba wenye viti katika mitaa yao wanatekeleza yale yote yaliyoainishwa kichama na kiserikali. Lakini kikubwa kwenda kusimamia ulinzi na usalama, kikubwa kwenda kuhakikisha kwamba hakuna matatizo wala shida
zinazowapata wenye viti, lakini kikubwa chengine ni kwenda kutetea maslahi ya wenye viti. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwa uongozi huu tuliopata sasa hivi na umahiri wake, tutakwenda kufanya mabadiliko makubwa sana katika uongozi huu wa wenye viti mkoa wa Dar es Salaam, hususan mimi kama mtendaji mkuu na kumsaidia mwenyekiti wangu kuhakikisha kwamba malengo na yale yote wanayohitaji wenye viti yanakwenda kutekelezwa katika mkoa wa Dar es Salaam. Mimi nilikuwa mwenyekiti wa umoja wa wenye viti wa serikali za mitaa mkoa wa Dar es Salaam takriban miaka 5. Baada ya hapo niliongeza siku kidogo kutokana na taratibu za uchaguzi zilichelewa. Leo hii tumefanya uchaguzi kwa mara ya pili. Tulifanya uchaguzi wiki 2 zilizopita tukiwa wagombea watatu, kwa sababu sisi tulirudi katika utaratibu wa demokrasia, na leo hii kwa busara na hekima nikaona ya kwamba kuna haja kabisa. Mimi nimeshaongoza miaka 5, kuna vijana bado wapo wana nguvu, kina Makiposa, kuna dada Konso, hawa vijana wana nguvu, wana uwezo wa kukimbizana huku na huku. Nikaona sasa kwa nafasi hii nisiendelee kupambana